kufikiria kufa, lakini akaa vizuri, sababu una ndugu zako ambao wengi walokufa, una rafiki zako, kuna watu unawasikia kama ni kwenye TV au kwenye wapi, lazima of course inakujia wewe kwamba kumbe haya mambo yote yanayofanya mwisho wake ni kufa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast, karibu sana kwenye podcast yako pendwa ya Ncha Kali. Mimi naitwa Rajab Msami. Nikukumbushe tu ya kuwa unaweza kufuatilia mfululizo wa podcast ambazo tumekwisha kuzifanya kupitia katika platforms zote za podcast. Unatupata kama AD+ Swahili. Lakini unaweza kufuatilia podcast hizo kwa kutazama kupitia katika channel yetu ya YouTube inayokwenda kwa jina hilo la AD+ Swahili. Hakikisha una subscribe na unabonyeza kengele ili uweze kuwa wa kwanza kupata taarifa kila tutakapoweka podcast yetu mpya. Lakini unaweza kutufuatilia pia kupitia katika kituo chako bora cha televisheni Africa TV 2. Tupo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwa ni msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunaendelea na mfululizo wa podcast zetu za msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mara zote tumekuwa tukiwa na mgeni hapa, tunakaribisha mgeni kwa ajili ya kufanya naye mazungumzo, huku maudhui yetu au anwani yetu kubwa ikiwa ni kuhusiana na mabadiliko, Ramadhan na mabadiliko. Leo pia ni siku nyingine, tupo na mgeni na tupo hapa kwa ajili ya kuzungumzia hilo. Tuna mengi sana ya kuzungumza, ni kusihi usiache kuendelea kutufuatilia. Ni matumaini yetu kutufuatilia kwako kutakupa manufaa hapa duniani, halikadhalika kesho akhera. Brother, karibu sana, karibu kwenye Ncha Kali Podcast. Nikupe fursa uweze kujitambulisha majina yako, lakini pia uweze kuwasalimu wanaotufuatilia. Karibu sana. Asante. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Kwa majina naitwa Khalid Said Hassan. Naam. Karibu sana brother Khalid katika Ncha Kali Podcast. Asante. Brother Khalid, umetangulia kutambulisha au kueleza wanaotufuatilia. Tunazungumza kuhusiana na mabadiliko. Tunafahamu mabadiliko ni hatua katika maisha ya mwanadamu. Kila mwanadamu anapitia hatua fulani, kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Ndio hatua za kimabadiliko za maisha ya mwanadamu, lakini kubwa tunatakiwa tumuombe Allah sana sana ajalie mwisho wa hatua zetu za kimabadiliko ziende kugotea tukiwa ni waja wenye kuyatekeleza yote ambayo Allah ameamrisha na kuyaacha moja kwa moja ambayo Allah ameyakataza. Tumuombe Allah tudumishe katika hili kwanza. Naam, lakini tupo hapa tunazungumza mabadiliko. Kwa umri wako brother, kiangalia umri umesogea kidogo tofauti na sisi ambao bado vijana, damu zinachemka. Nyinyi ni vijana wa zamani. Kiangalia, tuangalie hatua zako ulizopitia mpaka kufikia hapa ambapo leo hii kwa kadiri Allah alivyokujalia hivyo kidogo ambacho Allah amekujalia katika kutekeleza ambayo ameamrisha, na angalau kujitambua kuona kwamba unawajibika, na ndilo lengo kuu ambalo Allah amekuumba kwalo, kwamba ili uweze kumwabudu yeye. Utambuzi huu, kujitambua huku, hatua hii ya kufikia angalau kufanya yale Allah aliyoyaamrisha kwa kadiri alivyokujalia. Tunafahamu mkamilifu ni Mwenyezi Mungu, lakini sisi wengine tunajitahidi hivyo kwa kadiri Allah anavyokujalia kujitahidi kwako. Kipi kilikuwa chachu ya wewe kuwa hivi ulivyo leo hii? Asante sana ndugu mtangazaji. Chachu mtu kwanza ni akili. Sababu mtu akili unakuwa unaona. Watu wanakufa, wanazaliwa. Unaona ulimwengu. Vitabu, elimu zipo. Ndio. Kuna fikiri chachu moja hapo ni akili, jambo la kwanza. Unakujua wewe nani? Ndio. Umetoka wapi, upo wapi, utakwenda wapi? Kwa kumbukumbu zako, kama utakuwa unabahatika kukumbuka, kwa sababu tunafahamu binadamu hakuna aliyezaliwa amenyooka. Watu wanapita kushoto na kulia, hususan nyinyi vijana wa zamani. Haswa vijana wa mji huu wa Dar es Salaam. Kuna kuwa na mekengeuko kwenda kurudi. Kwa kumbukumbu zako, ukiambiwa kumbuke jambo haswa ambalo unakumbuka kwamba mimi kubwa ambalo linifanya, ukiacha Mwenyezi Mungu kuniongoza, lakini kubwa ambalo linifanya kweli nikatulia sasa nikasema sasa ninawajibika kumcha Allah. Kwa kumbukumbu zako unaweza kukumbuka kipi haswa kilikufanya sasa ukasema sasa kama ni mambo ya ujana, vitu vingine vyote niviweke kushoto, sasa ni baki na toa ya Mwenyezi Mungu?
Kama ulivyosema kwamba wama taufiki ila billahi, taufiki hata Mwenyezi Mungu. Kwamba ndio ile la haula wala quwwata ila billahi. Wewe si una ujanja wa nini? Lakini mimi nafikiri moja kubwa mtu ni vifo. Ukifikiria kufa akina kaa vizuri. Sababu una ndugu zako ambao wengi walokufa, una rafiki zako. Kuna watu unawasikia kama ni kwenye TV au kwenye wapi. Kwa hiyo of course inakujia wewe kwamba kumbe haya mambo yote unayofanya mwisho wake ni kufa. Na katika watu walokufa ama kuna watu ambao labda wote afikia leo modi wako dawa hela tajiri mtu kafa. Mtu mwenye cheo kafa. Sasa jangisha wewe nani? Kwamba mtu kifikiria kwa ila yake Mungu anaweza kufikia hata kukufikia amekufa. Labda kwa cheo alikufa au kwa umri. Mtoto mdogo pia naye anakufa. Kwa nafikiri mojawapo kubwa ni kufikiria kifo. Turudi katika nyuma kidogo katika hatua za maisha yako. Tukiangalia umri umesogea, umetoka katika hatua ya ujana. Wewe ni mkazi wa Dar es Salaam. Na bila shaka umezaliwa Dar es Salaam kama sikosea. Sahihi. Kwa ujana wenu, kwa kipindi chenu cha ujana, hususan vijana wa Dar es Salaam, tunafahamu kashikashi zilikuwa nyingi. Vijana kashikashi nyingi, ujana maji ya moto. Kwa kumbukumbu zako tunafahamu ujana una mengi, lakini kumbukumbu zako wewe kwa unavyokumbuka, jambo gani ambalo lilikusumbua sana kwenye ujana ambalo kidogo uko ukiona unasema hili lilikuwa leo nikiambiwa nitaje vitu ambavyo kidogo kwenye ujana wangu vilikuwa vinaniweka mbali na ibada, basi hili kidogo mimi lilikuwa katika vitu ambavyo vilikuwa mtihani kidogo kwangu kwenye masuala ya kunitoa kwenye kumjua au kwenye kumkaribia na kuwa karibu na yale aliyoyaamrisha Allah? Mimi nafikiri katika moja jambo kubwa pia kijamii. Yani jamii pia ule percentage ile inashawishi katika hali fulani. Kwa hiyo inakuwa sio jambo fulani specific, lakini kwa ile jamii ambayo uko nayo inauzunguka nayo ule ukaribu. Sababu kama ulivyosema kwamba kwa imani zetu za kileo unaweza kukumbuka kwamba mtu ambaye unamjua, mimi hapa ni Kirikoro, tangu anapata akili, labda mtu swala 5 wakati fulani labda unaweza kumuona mtu mmoja au wawili ambao katika kukua kwako ulikuwa unamuona mtu akudumu akiongea mtu anaswali ka hivi. Sasa mimi nafikiri yale mazingira ya kwa ujumla ya ile, sababu usanda muda mpira tu peke yake ulifanya vile au vipi. Nafikiri pia jamii inakuwa ina ushawishi. Sawa. Tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani mara nyingi inatumika kama darasa, somo, ni chuo. Yani tunabahatika kuziishi siku 29 au 30 ambazo Allah anakuwa ametupitisha katika darasa. Tumeamrishwa kuyafanya matendo kadhaa ambayo matendo haya kimsingi nje ya Ramadhani tumeamrishwa pia yafanyike, swala, adhkari, sadaka, vitu kama hivyo. Ukiachana funga yenyewe ambayo pia nje ya Ramadhani zipo funga za sunna ambazo watu tunawajibika kuzitekeleza. Ramadhani tunatarajia na tunaona kundi kubwa la Uislamu linakuwa likitekeleza ibada kwa nguvu kubwa, likiacha mambo yote mabaya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini baada ya muda, kwa bahati mbaya, lipo kundi ambalo linarudi katika zile hali zake ambazo uko unazifanya. Kuta mtu alikuwa anaishi na mwanamke, lakini karibia Ramadhani ambaye bwana mfungo unakuja bwana, tafuta pa kwenda. Kuta mtu labda alikuwa mlevi ya Ramadhani bwana, mimi naingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sasa hivi tabia hizi naachana nazo. Mtu huyu anadumu katika kumtii Allah kwa siku 29 mpaka 30 bila shida yoyote. Ramadhani ikiisha anatoka. Unadhani kwa nini Ramadhani inashindwa kuwa ni chanzo cha mabadiliko kwa watu wa aina hii? Mimi nafikiri kumtangazaji jambo kubwa sana leo na mimi ni dawa. Yani dawa, watu we sana mazungumzo ya kunasiana. Kwa sababu pia ukiangalia Ramadhani yenyewe hivyo hivyo inakuwa 10 la mwanzo watu tunajaa sana. Lakini mfano 15 watu tunaanza sasa kwamba hata pia haijaisha. Sasa mbona kwamba kwa namba ni kubwa lakini ambao wao waswaliji wachache. Achamba dafunga ni kidogo siri, mtu mwingine hujui kama kafunga au vipi, lakini kuandika hata hiyo swala. Unaona 10 la mwanzo watu mmejizana msikitini. Lakini 15, 16 watu ili watu wanakuja wengi. Baada ya hapo tena
Kwa mimi nafikiri makubwa sana ni dawa. Yani kila mtu ajitoe ile kuna siana mazungumzo ndio itajenga. Sawa. Mtu sasa anasema dini nasiana. Dini ni kuna sihiana, dini ni kuna sihiana. Hakuna ujanja mwingine. Tupeane nasaha. Nasaha sana. Sawa. Ukiangalia tumezungumza hapa, nimekuwa nikikurudisha sana kuhusiana na swala la vijana. Kuna watu wanatazama hapa, wanatufuatilia, wengine watu wa umri wako kabisa. Mtu amekuwa akitamani sana kutekeleza, kwa sababu binadamu ndio miongoni mwa sifa zetu, tamaa. Leo ukimuuliza mtu yote, kila mtu anatamani kwenda peponi, lakini hapo kwenye jitihada za utekelezaji. Kwa hiyo wapo watu ambao hata hivi sasa hivi wanatutazama, wanatusikiliza, wanatamani sana kuwa ni wenye kutekeleza yale ambayo Allah ameyaamrisha na kuachana na ambayo Allah ameyakataza. Lakini unamkuta labda kuna mtu amezama kwenye dimbwi la uraibu ambao Allah ameukataza. Na kwa kuzama kwake kule, au kwa kujitathmini yeye mwenyewe, anajiona mimi bwana, hata nikisema ni swali kweli kwa mambo niliyoyafanya. Watu wamekuwa ni wepesi wa kukata tamaa na rehema za Allah. Wewe una lipi la kuzungumza katika hili, kuhusiana na mtu pengine kujiona yeye kwa hali yake kurudi kwenye uchamungu kweli? Mimi kweli itafaa hili, wewe unalizungumziaje? Ndugu mtangazaji, jambo kama hilo walipo. Kwa sababu huwezi kutamani ama za Mwenyezi Mungu. Hata ukifika kubwa Mwenyezi Mungu tu utaona kwamba opportunity bado ipo. Ndio. Kwa hivyo hiyo kata tamaa alipo, na kubwa zaidi katika yote kwanza swala. Sababu swala kwamba ya salatu imadudini, amesema swala moja wapo licha kwa ni ibada kutekeleza, pia inaondoa dhambi fulani baina kipindi na kipindi. Kwa katika swala ndio sehemu ya kuwa mtu ya kujihakiki. Swala hiyo ingawa kwamba tunaona wengi ni nzito kwa sababu kwa siku mara 5, lakini ndio sehemu ya kujihakiki. Ama sio bwana? Kadi unavyokwenda pale ndivyo unapata ile awareness ya kukumbuka ile remembrance. Lakini bila swala mtu huwezi kujiona uko vipi. Lakini swala ndio mtu anajihakiki. Sawa. Kwa hiyo tuseme na swala mengine atakuja. Usione kwamba haya itakujaje, nitaachaje. Anza na swala. Ukishaingia kwenye swala Mungu atakufungulia. Naam. Kwa umri wako bila shaka umeyaishi maisha ya makundi yote, kama ninavyosema siku zote mkamilifu ni Allah. Naam. Kila mtu kuna muda anakengeuka, lakini Allah akikuongoa unarudi tena. Naam. Kwa umri wako bila shaka umeishi makundi yote. Umeishi wakati hutekelezi ibada, lakini umeishi ukiwa unatekeleza ibada. Kwa kumbukumbu zako, jambo gani ambalo leo hii unaweza ukalisema kwamba bwana, mimi hili kwa kweli, kwa kumbukumbu zangu, iwe ni tukio au ni jambo hili, nikilinganisha wakati sifanyi ibada na wakati nafanya ibada, basi hili naweza kusema nimeliona kwamba limekuwa ni wepesi kwangu, au limekuwa ni kama mafanikio kwangu ya kuwa ni mwenye kutekeleza ibada. Nafahamu malipo ya ibada Allah atatulipa, itakuwa malipo ya akhera. Lakini umetoka kutolea mfano hapa kwamba swala humtoa mtu kwenye mambo machafu, ni swala inafungua kila kheri. Hivyo kipi wewe ambacho unaona kabisa nikilinganisha mwanzo na sasa hivi, basi naona sasa hivi kuna uwepesi katika jambo fulani, kuna uwepesi katika hivi, kwa kumbukumbu zako? Mtangazaji, mimi jambo naliona ni swala. Swala. Uwepesi kwenye swala. Sababu swala kama nilivyosema awali ndio kila kitu. Ndio. Swala. Sawa. Umekuwa ukisisitiza sana swala. Katika mazungumzo yetu umesisitiza sana kuhusiana na swala. Tuangazie swala wewe kwa kumbukumbu zako. Kadiri Allah alivyokujalia hivyo kwa swala 5, yani mwanzo mwisho, kumbukumbu zako. Tukio kama lipo ambalo kwamba kweli unakumbuka, bwana mimi, kwa sababu mara nyingi inakuwa ni ugumu sana kwa mtu kuanza kutoka kuwa mtu ambaye ni tariku swala mpaka kuja kuwa mtu ambaye ni mwenye kutekeleza swala. Unakuta mtu anaweza kaingia akaswali akakoma siku 2 3 4 akaacha ile kudumu, uweza kudumu. Kuna mbinu gani kwa kumbukumbu zako ambapo unaona hii ukiacha uongofu taufiki ya Allah, hii pia imenisaidia mimi kudumu katika ibada ya swala? Ndugu mtangazaji, kama nilivyokuambia awali kwamba inakuwa kwamba swala, yani ile
kuunga moja kwa moja, ama sio bwana? Kwa mimi nakumbuka tangu napata akili yangu, lakini sasa kwamba sometimes ulikuwa unavyosema, ama sio bwana, kwamba ile labda una nini unakengeuka una nini lakini kwamba nachokiona mimi swala tu ni mtangazaji sema kwamba ukumbuka mwaka fulani au vipi unaona, lakini swala ndio jambo ambalo la kila saa akuliangalia, kwa sababu kuangalia wote kwa mara moja utoweza. Sawa sawa. Kwa hiyo pia swala ingawa tunasiuza lakini ndio wepesi kwetu. Ama sio bwana? Ndio sema angalau ya kujinini ili kuweza, lakini ukiangalia wote kwa pamoja utoweza. Ama sio bwana? Kabisa. Swala ni jambo ambalo mtoto au mzazi anawajibika kwa ajili ya watoto wake. Yaani mtoto anajifunza, yaani kitu ambacho kipo kwenye malezi, kinatakiwa kianziwe nacho kwenye malezi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wafundisheni watoto wenu kuswali wakitakapofika umri wa miaka 7 na muadhibu watakapofika umri wa miaka 10 kama wataacha kuswali. Miongoni mwa maeneo ambayo wazazi wengi wamehafilika katika zama tulizonazo ni jitihada za kuhakikisha wanaifanyia kazi hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana ya kuanza kuwafundisha watoto wao kuswali wakiwa na umri wa miaka 7 na kuadhibu wakiacha wakiwa na umri wa miaka 10. Ni eneo ambalo wazazi wengi sana tumekuwa tukijisahau. Jambo hili unadhani linasababishwa nini? Kwa nini wazazi tumekuwa tukijisahau katika eneo hili la kuandaa watoto katika upande wa soka? So mtoto akiandaliwa akiwa katika umri mdogo, baadaye hata kama atakengeuka atakuwa akiacha, basi atakuwa na kumbukumbu nzuri za yeye na mzee wake, atajua kwamba msingi wa mimi toka mzee wangu atakuwa nakumbuka ile alikuwa ananiambia hivi. Unadhani nini kinasababisha wazazi wengi tunakuwa wenye kujisahau katika swala kuhimiza watoto wetu? Ndugu mtangazaji, mimi nafikiria hapo ni dunia. Sababu sio dunia tumeweka mbele, ndio nakwambia mwanzo dawa tunakuwa tuna sababu dawa ni 24 hours. Ama sio bwana? Dawa kwamba seriousness ya hiyo ni 24 hours. Sasa hiyo ikiwa imekuwa loose na inakuwa hivyo. Kama sio dunia kuweka mbele, ndio inakuwa lipatikani. Sawa sawa. Na saha zako wazazi, wapo wazazi ambao wanatutazama na wanatufuatilia katika mazungumzo yetu. Na saha zako kwa hawa wazazi ambao wamekuwa kidogo wameghafilika kwenye hili eneo la kuhakikisha wanaanza kuwakuza watoto wao na malezi ya kuijua swala na kuitambua swala na kuwa ni wenye kutekeleza ibada ya swala, na wamejisahau, na saha zako kwao ni zipi? Mimi saha zangu ndugu mtangazaji ni hivyo, kujitahidi. Kwanza si wenyewe hizo swala 5 kujitahidi nazo kuzikamilisha na kufanya dawa hao, kwa sababu wewe mwenyewe kwanza ndio unakuwa mfano pia pale. Sasa ikiwa wewe mwenyewe pale uperform kidogo inakuwa automatically mtoto akaswali mwenyewe uswali. Kwa hiyo ianzie hivyo kwamba sisi wenyewe tujitahidi ili hata wao sema kwamba action speak louder than words. Vitendo vinaongea kuliko maneno. Sasa huwezi kumwamsha mtoto akaswali kama mwenyewe uswali. Kwanza mwenyewe automatically tu nafsi yako inajishtaki. Lakini sio uanze wewe mwenyewe umenini haya hivi na hivi. Ni kwa kujitahidi mpaka kufikia kubwa Mwenyezi Mungu, maisha haya na muda wake. Utakufa utanini. Wewe leo mtu anasema mimi nimezaliwa mwaka fulani na birthday yangu. Kwa hiyo unakuwa kama before hapa ukuepo. Sasa mbona ufikia kwa baadaye hautakuepo? Je, wakati wewe hautakuepo unakwenda wapi? Ama sio bwana? Sio mbona kufikiria birthday maana yake ulizaliwa. Haya mwisho wako. Sio mbele yake ipo. Ukuepo upo afu hautakuepo. Utaenda wapi? Itakuwaje? Itakuwaje baada hapo? Na hii dunia ya kisayansi ukiangalia ina miaka sema bilioni ya miaka. Kumbe wewe ukuepo. Labda wewe born 1972, kwa kabla hapo ukuepo. Dunia ina miaka bilioni ya miaka. Sana baada wewe hiyo kufa utakwenda wapi? Kwa nini tutumie akili? Sababu hata Mungu mwenyewe Qur'ani anasema haya moja kwamba watakuni ya ulal bab. Niogopeni yenye wenye akili. Kwa hiyo akili ndio kila kitu. Msingi wa kwanza kutumia akili. Sawa sawa. Tuko na mwezi mtukufu wa Ramadhan, na nilitangulia kuuliza mwanzo kuhusiana na swala la watu kutoitumia Ramadhani kama darasa, kutoitumia Ramadhani kama chuo. Kwa sababu tunapita siku 29 za kuyatekeleza yale Allah ambayo ameyaamrisha. Tunakuwa tuko karibu sana na Allah, tunalia sana kutaka maghfira ya Allah, lakini siku hizi zikishapita tunarudi mule katika yale ambayo tulikuwa tukiyatekeleza mwanzo. Na saha zako kwa watu wa namna hii, una kipi cha kuwanasihi? Na saha zangu kumwandishi kwamba tudumu. Kwamba kama vile alivyokuja kuhusiana na kufunga kwamba kutiba alaykum siyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'alakum tattaqun. Kwa hiyo ile ni chuo cha mafunzo ya kuendelea nayo. Pale kama moja kutukumbusha yale ndo maisha kila siku. Sio kama vitu vya temporary. Vitu vyote vimealamishwa mule katika mwezi wa kawaida, ama sio bwana? Labda kwa vile vingine vile ambavyo
vinakuwa halali, mwezi wa kawaida pale ni haramu. Lakini vingine vyote ni vile ambavyo vya kuendelea, kama swala tano, kama kufanya wema kwa maskini, yatima, wagonjwa hao, vyote ni vile. Naam. Tunasifika sana Waislamu kwa ukarimu, tunasifika sana, yani Uislamu wetu unaonekana unatangazika sana kupitia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu wema, maisha tunayoishi, huruma, yani hata wakati wa misimu ya Idi inapofika inasifika sana. Hata kwa wengine wafanya biashara wanadiriki kuisifia misimu ya sikukuu za Kiislamu kutokana na namna Waislamu wanavyohurumiana. Mwenye nacho atahakikisha ambaye hata hana anaweza kufurahi na kusherehekea vizuri na vijana wake, anafurahi na familia yake, anaisherehekea sikukuu. Wema huu mara nyingi tunadumu nao sana ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Tukishatoka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kila mtu mwenye chake ana chake, mwenye shida zake, mwenye raha zake. Ni wachache sana ambao wanakumbuka, wanadumu katika wema huu. Na saa zako kwa watu kuhusiana na kutendea na wema hata nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na saa zangu kama mfano mtangazaji, tuendelee na hiyo, kwa sababu bila unavyofanya unajifanyia wewe mwenyewe. Umfanyii mtu mwingine. Man yashkuru fa inama yashkuru li nafsi wa man asafa alayya. Anashukuru kwa ajili ya nafsi yake, anayeacha kwa ajili ya lakini bila kufanya wema unajenga spiritual yako, unajenga ile power. Unajifanyia wewe mwenyewe. Ili Mwenyezi Mungu akuone. Sababu Mungu anaangalia moyo. Akuwekea vitu fulani vya taufiki ambavyo wewe huvijui. Kwa tuendelee na vitu kama hivyo. Sasa muda wetu unatutupa mkono. Tuna dakika chache sana zimebakia. Tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumezungumza mazungumzo mengi sana kuhusiana na mabadiliko. Najaribu kutueleza kwamba fikra za kifo na kutafakari maisha ya mwanadamu ndio hasa ilikuwa chachu kwa mabadiliko yako, na kuangalau ni mwenye kuiendea yale ambayo Allah ameamrisha na kuachana na Allah ambayo ameyakataza. Na saa zako kwa ujumla sasa, kwa wanaotutazama na wanaotusikiliza, na saa zako kwa ujumla kuhusiana na kuwa wenye kujitahidi, kuwa wenye kufanya bidii kuyatekeleza yale ambayo Allah ameamrisha na kuyaacha yale ambayo Allah ameyakataza. Bidii hizi, jitihada hizi za kuendea mabadiliko haya, na saa zako ni zipi? Ndio mimi na saa zangu tujitahidi. Tujitahidi kwamba kwa sababu lengo la kuumbwa hapa duniani kuabudu. Wama khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Lengo ni kuumbwa, sio kuja kuishi za wewe unavyotaka wewe. Kwa hivyo tujitahidi kwamba tujue lengo la kuumbwa ni kuabudu. Sasa mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast, tulikuwa naye brother Khalid katika podcast yetu ya leo, na tumezungumza mengi kuhusiana na mabadiliko. Kama ambavyo tumeweza kumsikia, alijaribu kutueleza namna gani ambavyo yeye binafsi aliendea mabadiliko. Safari yake ilikuwaje kuhusiana na chachu haswa iliyopelekea akawa ni mwenye kujitahidi katika kuyatekeleza yale ambayo Allah ameamrisha, na mwenye kujitahidi pia kujizuia na kupambana na nafsi yake, kuachana na yote ambayo Allah ameyakataza. Kama ambavyo tunaweza kuyasikia, tumuombe Allah ajalie haya tuyasikia kwetu sisi yawe ni funzo, yawe ni chachu pia ya sisi kwa sababu ya kuendea mabadiliko na kufikia hatua ya kuwa ni wenye kutekeleza yale ambayo Allah ameamrisha na kuachana yale ambayo Allah ameyakataza. Tupo naye brother Khalid. Mimi naitwa Rajab Msami. Nikumbushe tu ya kuwa kesho pia ni siku na muda na wakati kama leo tutakuwa hapa kwa ajili ya Ncha Kali Podcast. Tutakufahamu kesho tutakuwa na nani, basi hakikisha muda na wakati kama leo unakuwa mbele ya kifaa chako ulichotumia kutufuatilia. Na unaweza kufuatilia podcast zetu ambazo tumekwisha kuzifanya kupitia katika platforms za podcast, ikiwemo Google Podcast au Spotify. Kote huko utatupata kama AD+ Swahili. Kupenda kufuatilia kwa kutazama, zipo podcast nyingi sana ambazo tumekwisha kuzifanya. Unaweza kufanya hivyo kupitia katika channel yetu ya YouTube AD+ Swahili. Kisha una subscribe channel hiyo, lakini pia una click pale kwenye kengele ili uweze kuwa kwanza kupata taarifa kila tunapoweka podcast yetu mpya. Mimi naitwa Rajab Msami. Hatuna la ziada, tukutakie siku njema na nakuaga kwa kukwambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.